Wazazi wapendwa, mara kwa mara watoto wanaumwa na mafua na kikohozi na inachosha kweli. Mtoto anaanza kwenda shuleni na anaanza kuuma kila mwezi. So, tunahitaji kustopisha hivi au la? Tujadili hivyo sasa. Habari za leo, mimi ninaitwa Maria, mimi ni daktari wa watoto, ninafanya kazi Nesuda Polyclinic, Dodoma Kisasa. Na nitajitahidi sasa kuelewa maswali ya afya kwa lugha rahisi. Mafua na kikohozi kwa watoto mara nyingi zaidi yote yanakuja kwa sababu ya infection ya virusi. So, tuelewe vipi inatokea. Mtoto wakati anazaliwa, mfumo wa kinga bado yake hajakomaa. Kwanza ana ulinzi kutoka mama. Amepata tumboni wa mama na anapata kutoka maziwa ya mama ulinzi hiki. Lakini kwa muda wakati anaanza kwenda shuleni, ulinzi wa mama umeshakuisha. Mtoto shuleni anakutana na virusi vipya na anahitaji kutengeneza yake ulinzi mwenyewe. So, tuangalie vipi inatokea. Ima, mtoto wa miaka 3 amekuja kwenye baby class. Anacheza na Angel. Angel ana mafua na kikohozi, ana kirusi ambacho kinaitwa rhinovirus. Na Angel anafanya apchi! Matone ya mate yanaruka kwa Ima na yanaingia puani na mdomoni wa Ima. Basi, Ima amepata rhinovirus. Mara ya kwanza maishani amepata kabla ya hivi na rhinovirus hata hajakutana. Nini inatokea? Kirusi ameingia mwilini, hamna nani anamjua na anamstopisha. Kirusi anaanza kuingia kwenye seli ya pua, ya koo, ya pafu na kuzalishana kule. Mwili anatengeneza mafua na makohozi. Wanajeshi wa mwili, mfumo wa kinga, baada ya siku kadhaa wanaelewa kwamba adui ameingia kwenye mwili. Siku kadhaa wanaanza kumtambua huyu adui, huyu kirusi ndio, na baadaye kutengeneza antibodies. Nini ni antibodies? Sasa tutaongea, msiwasiwasi. Na baada ya wiki 1 au 2 au karibia 3 wanaweza kuitoa hiyo rhinovirus kutoka mwili. Ima aliuma, sasa Ima amepona. Ndio. Na muhimu zaidi yote, mwili amekumbuka huyu rhinovirus na ni tayari kwa mara nyingine kufanya vita. Vita itakuwa kali mara nyingine. Tuangalie nini itakuwa mara nyingine. Sasa tuangalie nini itatokea baada ya mwaka. Sasa Ima atacheza na Johnny, mtoto mwingine. Yeye pia anayo rhinovirus. Ndio, na Johnny tena atafanya apchi kwa Ima na Ima atapata hivi rhinovirus. So, kirusi ameingia mwilini, lakini sasa mwili anamtambua adui sasa hivi. Hapa, wapi kirusi ameingia, anasimama captain ya wanajeshi ya mfumo wa kinga, B-cell. Ana picha ya hiyo rhinovirus, anamjua tayari, ndio. Anaenda kuandaa makopro, antibodies, soldiers. Hawa vijana wanaandaliwa sasa haraka sana kwa sababu wanamjua, wameoneshwa adui hiyo, ndio. Nini watafanya? Kwanza, hawa soldiers watastick kwa kirusi na kirusi hataweza hata kuingia kwenye seli. Wapili wataitwa wadunguaji, snipers. Wapo seli maalum ya mfumo ya kinga ambayo wanakula kirusi. Ndio. Tena wetu antibodies wataita spices ambayo watatengeneza mashimo kwenye bodi ya kirusi na wataita wadungaji zaidi. Mwisho wa siku antibodies watafunga kirusi kama kwa kamba. Ndio, hawatampa nafasi hata kusogea na watampeleka kwa ini, kwa tezi na sehemu nyingine kwa kutoa kutoka mwili. Na hiyo vita itaanza sasa hivi baada ya kirusi ameingia mwilini. Kwa nini? Kwa sababu mwili tayari anamjua huyu rhinovirus. Ima hatapata mafua wala kikohozi kwa sababu hawatawahi kirusi kumletea shida. Au kama atapata mafua itakuwa kidogo sana. Vita tumeshinda. Ndio. So, ana ulinzi sasa kutoka rhinovirus. Hata kama atakuta hiyo rhinovirus wakati atakuwa miaka 30, atakuwa mtu mzima, si ndio? Hatauma tena kwa sababu seli yake wanakumbuka picha ya huyo rhinovirus. Ndio, amepata ulinzi kwa maisha nzima. Lakini karibu na Ima wapo virusi wengine wengi
adenovirus, norovirus, coronavirus, influenza, parainfluenza na wengi wengine. Kwa hivyo, wakati atakuta mara ya kwanza adenovirus, atakuwa na mafua, kikohozi, macho mekundu na machozi. Ndio. Lakini na atatengeneza tena antibodies. Lakini wakati atamkuta adenovirus mara ya pili, hatauma tayari. Na hivi itatokea na virusi vingine vya kawaida. Mnaelewa? Ndio. Mnaelewa gani anaenda process? Hata shuleni, hata kama mtoto anacheza na watoto wengine mtaani au nyumbani, wanabadilishana watoto na virusi sana. Na kila mara, wakati mara ya kwanza mtoto anakuta kirusi, anauma na anatengeneza mfumo ya kinga kwa huyu kirusi. Kwa umri wa miaka 7, 9, 11, atakuta tayari virusi vingi vya kawaida. Atatengeneza mfumo ya kinga yake na hatauma tena mara kwa mara. So, swali, tunahitaji kustopisha hiyo process? No, it's normal process. Tunahitaji wakati mtoto anauma kuangalia yapo alama ya hatari au la. Vipi kuelewa yapo alama ya hatari au la, tutaongea kwenye video nyingine. Na tunahitaji kumpa mtoto inaitwa symptomatic therapy, ambayo haistopishi sababu, lakini inaletea kidogo nafuu mpaka mwili anatengeneza antibodies. Ndio. Vipi kuhusu gani matibabu kufanya hivyo symptomatic therapy, tutaongeza pia kwenye video nyingine. Share hiyo video na wazazi wenzako, tujue wote nini natokea na watoto wetu.